tukaweza kupata wimbo ama theme song yetu imekuwa ikituelekeza kuwa na Yesu nyumbani furaha nyingi. Yesu akiwa ndani ya baba nyumba ni salama. Yesu akiwa ndani ya mama nyumba ni salama. Stanza ya 4 ikaendelea kutuambia Yesu ndani ya watoto furaha nyingi. Yesu ndani ya watoto furaha nyingi. Nitamsihi msomaji moja kwa moja tuweze kuandamana zote kwa pamoja hadi kitabu ni Psalms 127 verse 3 na kuendelea hadi 5. Psalms 127 verse 3 na kuendelea hadi 5. Karibuni sana katika mafundisho siku ya leo, wakati ambapo tunaenda kujifunza na kupata mafundisho kama watoto. Najua kuna watoto ambao tuko pamoja na wao katika kikundi, ama hata kama watoto hawako katika kikundi hiki, itafika wakati ambapo wewe kama mzazi utakuwa na mtoto. Je, utaweza kumlea mtoto huyo kwa njia gani? Utaweza kumtunza mtoto huyo kwa njia gani? Ama hata wakati mmoja sisi wenyewe tulikuwa watoto. Wacha tutakuwa tunazungumzia jinsi ambavyo tutakuwa tunalea watoto, kwa sababu maybe sisi wote tumeweza kukua wakubwa na wazazi wetu waliweza kutulea kadri ya uwezo waliokuwa nao hadi wakaweza kutufikisha mahali ambapo tumefika. Je, na sisi kama wazazi, ama na wewe unayejiandaa kuwa mzazi, je, utaweza kumlea mtoto wako kwa njia gani? Psalms 127 verse 3 to 5, msomaji aweze kutusomea jioni ya leo. Kitabu ni cha Zaburi 127 mstari ni wa 3 hadi 5, inasema tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. 4 ikasema kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. 5 ikasema heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, naam hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Asante. Asante sana. Asante sana ndugu Nahashon kwa kuweza kutupa fungu hilo jioni ya leo. Ninakuwa wote mnanisikia. Tunakusikia. Okay. Asanteni. Yes, asante sana msomaji kwa kuweza kutusomea fungu hilo jioni ya leo, ambaye bila shaka Mungu wetu anazungumza akisema tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Tuombe. Utupendaye milele zote, sifa ni kwako jioni ya leo. Ninaomba unipe katika hali ili upate kuinuliwa na kuhimidiwa. Nitumie kama chombo kwa utukufu wa jina lako, mfalme wetu mkuu. Wapendwa ambao wametenga muda kwa ajili ya kupata habari njema, Baba, ninaomba mibaraka zako ziandamane pamoja na wao network, pamoja na yale yote ambayo yameweza kutokea. Mfalme, tunaomba usiweze kumruhusu yule ibilisi akaweza kuharibu kazi yako. Tamalaki mfalme, utuongoze, ujidhihirishe katika hali na njia zote. Tutakapokamilisha tutasema hakika umekuwa pamoja nasi, na shukrani zetu tutarejea kwako. Tunaomba tukiwa na imani na tumaini, kwa sababu wewe ni Baba mkuu naye sikia na kutenda, na yu tayari kufanikisha yaliyo mapenzi yako. Tenda jinsi upendavyo, ni ombi letu kupitia njia takatifu Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Yes, tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Mungu wetu, ama Biblia inatuzungumzia kabisa, inaweza kuzungumza pamoja na watoto. Hili wakati mwingine wewe kama mzazi, wakati ambapo unaona watoto wako hawana hauna haja ya kuweza kuwalea, hauna haja ya kuweza kuwasaidia, kuweza kuwasupport, kuweza kuwalea.
Kumbuka ya kwamba wewe ambaye umeweza kufanikiwa na Mungu ameweza kukubarikia, ama Mungu ataweza kukubarikia pamoja na wana. Biblia imeweza kutuwekea waziwazi vyema vizuri ya kwamba tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Wana ndio urithi wa Bwana. Je, utaweza kuwalinda na kuwatunza wale wana ambao ni urithi wa Bwana? Ikaendelea kutuambia uzao wa tumbo ni thawabu. Hana heri yeye ambaye ameweza kubarikiwa, ama ambaye ameweza kubarikiwa katika tumbo yake. Huwa tunaona ama tunasikia, hata si kusikia, huwa tunaona wakati ambapo mtu kijana labda alikuwa amefikia labda umri ya kuolewa ama kuoleka, alafu kwa bahati mbaya ama alikuwa amefikia ile miaka ambaye ana uwezo ule wa kuweza kupata watoto, kwa bahati mbaya anapopoteza maisha yake, huwa tunaona, yani huwa tunapata ni uchungu sana, inawahuzunisha wengi. Katika lugha ya Kalenjin unapata tunasema oyega wako mugul. Sijui tutaweza kuweka namna gani kwa lugha ya Kiingereza ama Kiswahili ili wale ambao hawapati lugha waweze kupata pamoja na wao. Nation, utuwekee tafadhali. Kwa mugule kijana wenyewe kukufa bila kupata familia. Ningependa kusema hivyo tu. Okay. Yes. Huwa tunapata ama tunasema yes. Kwa Mugulu unapata ni huzuni na inasikitisha wengi sana. Inawahuzunisha na kuwasikitisha wengi sana. Lakini hata yule mpendwa hata anapotoweka ama anapoondoka ama anapolala, akiwa hata na mtoto wa mwezi mmoja ama mwaka mmoja ama umri wowote ule ambaye mtoto anayo, ni furaha sana kwa kila mmoja. Lakini anapoondoka kama ana yeyote, inahuzunisha sana, inawasumbua wengi sana. Ndiposa inatuambia uzao wa tumbo ni thawabu. Wakati mwingine kama wazazi unapata una regret kupata mtoto. Biblia imeweza kutuwekea vizuri ya kuwa uzao wa tumbo ni thawabu. Fashion nyingine ya Biblia inasema uzao wa tumbo ni baraka. Uzao wa tumbo lako, uzao wa tumbo lake yeyote yule anayepata ni baraka. Ikaendelea kutuambia kama mishale mikononi mwa shujaa, kama mishale mikononi mwa shujaa. Tunajua watoto ambao tunawalea katika wakati wa labda uzazi wetu. Wewe watoto ambao Mungu ataweza kukubariki uweze kuwapata. Utakapowalea na kuwatunza vizuri, wakati ambapo wewe mwenyewe utakuwa umezeeka ama hautaweza kuwa na nguvu tena, utakuwa una heri sana wewe. Kwa sababu gani? Wale watoto wataweza kukulea, wataweza kukutunza, wataweza kukushughulikia. Tunapata hata wazazi wengine, hata wao wenyewe hawakuwahi pata nafasi ya kusoma, hawakuwahi pata nafasi ya maisha mazuri, lakini wanakuja kupata kwa watoto wao. Ni wazazi kiasi gani? Ni wazazi wangapi ambao tunaona watoto wao wamewapandisha ndege hadi wakawapeleka ng'ambo, ambaye hata hawakuona shule hata darasa la kwanza. Kwa sababu gani? Waliweza kung'ang'ana na kutia bidii kuwalea na kuwasomesha wale watoto na kuwatunza na kuwapatia mawaidha mazuri. Unakuja kupata mzazi anapanda ndege kwa sababu ya mtoto, lakini wewe kama mzazi usipolea na kutunza yule mtoto, bila shaka hakuna ndege ambayo utaweza kupanda, hakuna nyumba nzuri ambayo utaweza kujengewa. Ni manyumba kiasi gani tunaona watoto wanawajengea wazazi wao, wale wazazi ambao waliacha watoto wao. Zote tumeweza tunapojaribu kupiga taswira katika vijiji vyetu na kuweza kuona wale ambao hawakupata malezi mazuri, wengi wameweza kupotea, kila mmoja anaishi maisha yake. Lakini wale ambao wazazi waliweza kuchukua jukumu, ni jukumu lako kama mzazi uweze kukua responsible, uweze kutake the responsibility of taking care of your child or your children. Kwa sababu kuna wakati ambapo itakuja kulipa.
itakuja kukulipa kwa njia ya kipekee, kwa sababu utakuwa umefanya part yako na bila shaka utakuwa unafurahia. Ikaendelea kutuzungumzia ikisema, kama mishale mikononi mwa shujaa. Watoto hao watakuwa wanafananishwa na mishale. Mtu yeyote ambapo anayeenda vita, ambaye ameweza kujifunga vizuri, huwa ameweza kuzibeba zile mishale za kutosha vizuri, kama mishale mkononi mwa shujaa. Mtu ambaye anaenda vita anabeba mishale mikononi mwake akijua anaenda vita. Nawe kama mzazi, ni nafasi ya kipekee ya kuzibeba zile mishale ambao ni watoto. Hili wakati ambapo utaenda vita, utaweza kuenda vita kwa namna gani ama kwa njia gani? Utaweza kuenda vita wakati wa uzee wako. Je, mishale yako itakuwa strong? Mishale yako itaweza bila shaka mishale yako itaweza kukusaidia ukaweza kushinda katika vita. Kushinda katika vita kwa njia gani? Kuweza kufurahia maisha mazuri wakati wa uzee wako. Hiyo ndiyo vita ambaye Biblia inazungumzia jioni ya leo. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Wakati ambapo wewe utakuwa umezeeka, yule mtoto wako atakuwa angali. Yule mtoto wako atakuwa ana nguvu. Ataweza kukulea na ataweza kukutunza katika wakati wa ujana wake. Ataweza kukulea na kukutunza wakati ambapo wewe mwenyewe miguu zako zitakuwa zimekataa kusonga. Nguvu kwa mwili wako utakuwa umekataa. Ndivyo yule mtoto ambaye sasa atakuwa ameweza kufikia umri, ndiyo ataweza kukulea na kukupeleka, kukupandisha ndege na shughuli zozote. Utaweza kushughulikiwa na kupata maisha mazuri kwa namna gani? Jinsi utakavyolea mtoto huyo katika wakati wa umri wake akiwa mdogo, uweze kumwelekeza, uweze kumtunza na uweze kufurahia. Huwa wakati mwingine tunawapatia watoto wetu majina. Tunawapatia watoto wetu majina. Unashindwa unashindwa, huyu ni mzazi ambaye kweli aliweza kusikia uchungu wa mwanawe? Kwa sababu wa majina zingine zinasikitisha. Majina zingine zinahuzunisha. Tunabagua watoto, tunawatenga watoto. Wale ambao wanaperform vizuri ndio wale ambao tunawapenda. Wale ambao hawaperform vizuri tunawatenga. Je, tutaweza kuishi katika maisha hii hata hadi lini? Ni nafasi ya kipekee. Watoto wote ni sawa. Ameweza kubarikiwa yeyote yule, ama Biblia imeweza kutuwekea vizuri ya kwamba uzao wa tumbo ni thawabu. Uzao wa tumbo ni baraka. Hakuna jinsi ambavyo inasema yule ambaye amefanikiwa katika maisha ndiye wa dhamana ama ndiye mtoto wako. Watoto wote ni sawa, watoto wote ni wako, na itategemea wewe mwenyewe utaweza kuwalea watoto wako kwa njia gani ama kwa namna gani. Ikaendelea kutuambia katika mstari wake wa 5, heri mtu yule aliyezijaza podo lake vivyo. Ana heri mtu yule ambaye ana nafasi ya kupata watoto katika maisha. Ameweza kujaza podo lake. Umeweza kujaza ama umeweza kutengeneza. Wakati ambapo unawalea hawa watoto na kuwatunza, ni kama umeweza kujiwekea akiba. Umejiwekea loan mahali ambapo siku moja utaenda uitoe ile pesa ambaye umeweza kuweka pale na kuweza kutumia. Umeweka akiba kitu fulani ama kitu fulani mahali fulani, ukijua hiki kitu kitakuja kunisaidia katika wakati wa usoni ama katika miaka zijazo. Heri mtu yule aliyezijaza podo lake vivyo. Naam, hawataona aibu wanaposema na adui languni. Hawataona aibu. Hautaweza kuona aibu wakati ambapo miguu yako itakataa kusonga. Hautaweza kuona aibu
wakati ambapo umri wako utakuwa umeisha, hautaweza kuona aibu. Kwa sababu gani? Ni aibu gani ambao tunazungumzia ambao hawataona aibu? Utaweza kufurahia maisha. Lakini yule ambaye ataona aibu, ni wazazi wangapi tumewaona katika wakati wa ugonjwa wao, unapata hata mtu analala kwa nyumba, anakaa hadi mwingine anakufia pale. Unapata ana watoto, lakini inafika mahali ambapo ni jirani ama ni mtu mwingine wa nje ndiye ndiye anachukua yule mzazi kuweza kumlea, na ana watoto wako kule mjini, watoto wako maisha yao, watoto wako tu, hata unapata wengine wanaishi na watoto wao pale nyumbani, lakini hataki kujua. Kwa sababu gani? Haukuweza kulijaza podo lako vizuri. Wewe kama mzazi, ni nafasi ya kwako ya sasa hivi. Wanaheri wote wanaopata mafundisho haya hata jioni ya leo. Wakati ambapo utaweza kupata watoto, utaweza kuona ama utaweza kujua ni jinsi gani imenipasa niweze kuwalea hawa watoto, ili katika wakati wa usoni ama wakati wa uzee wangu niweze kukua yule ambaye Biblia inasema ana heri mtu aliyelijaza podo lake, kwa sababu hawezi akaona vita ama changamoto zozote katika mlango ya adui. Mlango ya adui ni wakati ambapo mwili wako utakataa. Hautakuwa na nguvu tena. Labda kwa sasa una nguvu ya kujifanyia kibarua, lakini itafika wakati ambapo mwili itaweza kukataa. Mikono haitakuwa na nguvu. Hautaweza kuhustle hapa na pale tena. Mwili itakuwa imekataa. Je, utakuwa umejiwekea akiba kiasi gani? Utaweza kujiwekea, utakuwa umejiwekea akiba kitakacho kukusaidia na kukusongesha na kufurahia ambaye Biblia inasema ana heri? Swali kwa kila mmoja jioni ya leo. Msomaji, tuandamane moja kwa moja. Kitabu ni Matthew chapter 18 verse 2 to 5. Matthew chapter 18 verse 2 to 5. Matthew chapter 18 verse 2 to 5. Mhm. Okay. Two inasema, Matthew chapter 18 verse 2 inasema, ni Yeah. nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao. 3 ikasema, akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Jaribu ya dhambi. 4 ikasema, basi yeyote jinyenyekeshe mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na 5 ikasema, na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, Amen. anipokea mimi. Asante. Amen. Asante sana msomaji. Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Wakati ambapo unapata mzazi anamdharau mtoto wake, anamtenga, anamuachilia, anamtesa, anasema huyu hata sijui nilimpata kibahati mbaya, huyu sijui nilimpata kabla sijajiandaa. Ni nani basi aliye na bahati, ama ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaweza kuita mtoto mmoja, akaweza kuweka mbele yake na akaweza kuwaonyesha. Akasema, amini ninawaambieni, msipoongoka na kuwa kama vitoto. Tusipoongoka na kukua kama vitoto, kwanza kabisa ni kuweza kuwalea wale watoto. Watoto ni watu wazuri sana. Wakati ambapo mtoto amekosea, wewe kama mzazi unapomwadhibu yule mtoto, unapomuita hivi, labda amekosea, amefanya kitu ama jambo fulani pale, unapochukua kiboko na kuweza kumchapa hizo viboko 2 ama kuweza kumchuna kidogo, utapata yule mtoto atalia. In some few minutes atakuwa amesahau, amerudi amekuongelesha wewe kama mami, amerudi amekuongelesha wewe kama dadi, yani amesahau. Ni wanyenyekevu sana, ni wanyenyekevu sana. Je, ni wewe yule utakayemrekebisha mtoto wako ambaye kwa dakika 2 ameweza kusahau na anarejea kukuja kukuongelesha?
Tunaona maisha ya sai, watoto wa sai si watoto ambao utaweza kuwapiga ovyo ovyo, si watoto ambao utaweza kuadhibu ovyo ovyo, si watoto ambao unaweza kurekebisha ovyo ovyo. Unapojaribu kurekebisha, unapata mwingine atalienda kukunywa sumu, unapata mwingine atalienda kujiangusha kwa maji, unapata mwingine ati ameshika kamba amejinyonga. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya ulezi. Jinsi utakavyomlea mtoto wako. Wakati huu unapata watu wengi sana wanaogopa ati kupata watoto, na katika miaka ambazo ziko mbele wengi pia wataogopa kupata watoto, si kwa sababu hawana uwezo wa kulea, ni kwa sababu ya si kwa sababu hawana vitu ya kuweza kuwasaidia kama kusomesha ama nini, ni kwa sababu ya ulezi ambaye wewe mwenyewe unamwachilia mtoto. Unamwachilia aje mtoto ambaye Mungu amesema ameweza kubarikiwa? Watoto ni urithi wa Bwana, na Bwana anapoweka watoto hao mikononi mwako, aweki kibahati mbaya, anaweka kwa sababu anajua unaweza kulea. Anaweka kwa sababu anajua unaweza kutunza. Anaweka kwa sababu anajua una uwezo ya kuweza kuadhibu na kuweza kuwaonyesha direction nzuri. Hawaweki kwa sababu hauwezi. Ndiposa katika maisha unapata watu ni tofauti. Kuna yule ambaye anapata watoto 2, watoto 5, watoto 8, watoto 7. Mungu anawaeka mikononi mwako kwa sababu anajua you are capable kuweza kumlea yule mtoto ama wale watoto kwa njia ya kipekee. Kuna wengi ambao wameweza kuwalea na watoto wale wamefaulu katika maisha. Jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaanzisha kama mzazi, ndiposa itaweza kudetermine future ya yule mtoto. Kaendelea kutuzungumzia akasema, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Majaribu ya dhambi. Wale watoto ambao Mungu ameweza kuwaweka mikononi mwetu, ndio wakati mwingine unapata wewe kama mzazi usipolea na kutunza vizuri, naweza kukosa ufalme wa mbingu. Sio kusudi la mbingu watoto ambao Mungu ameweza kukupatia wakateseke katika maisha, wakalie na kuhuzunika na kupotea katika maisha. Hilo sio kusudi la mbingu. Hilo sio kusudi la mbingu hata kidogo. Ndiposa inasema majaribu ya dhambi. Watoto wanaweza kukua, Mungu anawaweka watoto kwa maisha yako, ikiwa ni jaribio ya kipekee ya kwamba je, utaweza kuwalea hawa watoto hadi wakaweza kuona ufalme wa mbingu? Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Nasi pia ni nafasi ya kipekee ya kuweza kujinyenyekesha na kuweza kuwanyenyekesha wale watoto ambao Mungu ameweza kuwaeka, ama wale ambao Mungu ataweza kuwaeka mikononi mwetu. Na yeyote atakaye mpokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Yeyote yule ambaye Mungu ameweza kumpatia nafasi ya kuweza kupokea, ama yeyote yule ambaye Mungu ataweza kumpatia nafasi ya kuweza kupokea yule mtoto ambaye Mungu atakubariki naye, ama wale watoto ambao Mungu ataweza kubarikia ama kuwabarikia, basi Biblia inatuambia mfano wa huyo kwa jina langu anipokea mimi. Hakuna jinsi ambavyo kama wazazi utaweza kung'ang'ana wakati ambapo watoto wako wanapotea. Unajikaza, unakaza mwendo, una struggle hapa na pale, na unasema huwa unapata wazazi wengi, most parents kwa wakati kama huu hawana haja na watoto wao. Wanasema kama hataki kupona katika maisha, wache tu apotee kivyake. Kama hataki kusikia nini, kama hataki before ufike hapo, kama hataki, wewe kama mzazi umeweza kufanya jukumu gani? Umeweza kufanya responsibility gani? Labda ni wewe ndiye chanzo ya mtoto yule kuwa mgaidi. Labda ni wewe ndiyo chanzo ya mtoto ule kuharibika na kupotea katika maisha. Na hakuna jinsi ambavyo tutaweza kumpokea Mungu. Hakuna jinsi ambavyo tutakuwa tunasema tunakaza mwendo mbinguni kila wakati tunakimbia. Wakati ambapo unakimbia kanisani, mtoto wako yuko wapi? Ama watoto wako wako wapi? Hata kama wako shuleni, try to communicate with them.
Enye mtoto akiwa mahali hata wacha mtoto akiwa shule, ndiposa maisha na tabia ya mtoto iendelee ama iweze kukua nzuri. Hata wakati ambapo atakuwa pale shuleni, itaweza kuanzia foundation ya yule mtoto ilikuwa namna gani. Kama huko unapeleka ama mtoto huko unamwambia leo ni Sabato, tukaondoke twende kanisani. Je, unangoja atakapofika university ni siku gani ambaye atajiandaa mwenyewe na kwenda? Kama mkiwa na yeye, wewe mwenyewe au kuweza kuchukua nafasi ya kuweza kumwandaa yule mtoto aweze kujua, yani anapoendelea kukua, from the time go anajua katika boma hili kanisa ni compulsory, kuweza kumheshimu Mungu. Hiyo ndio kanuni ya familia. Hata akiwa university atakuwa anajua leo ni Sabato. Yani atakuwa self driven yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu msingi pale nyumbani ilikuwa nzuri. Lakini wakati ambapo unasema wacha atakapokuwa mkubwa aweze kujiamulia, hakuna wakati ambapo atajiamulia. Hello, mnanipata? Yeah, tunakupata, endelea mwalimu. Okay. Wakati ambapo unasema wacha atakapokuwa mkubwa ataweza kujiamulia, kabla hajaweza kuingia katika nafasi ya kujiamulia, wewe kama mzazi, je, umeweza kuchukua nafasi ya kumtengenezea yule mtoto ambaye hata atakapofika wakati wa kuamua, hata hakuna kitu ambacho atakuwa anaamua, atakuwa tu akifollow the steps ya kwamba maisha ya nyumbani kwetu ilikuwa hivi, baba alisema tukae hivi, mama akasema tukae hivi. Hivyo tu atakuwa tu anafollow your steps. Yes, msomaji, tuandamane moja kwa moja hiyo Matthew 18 chapter verse 10, Matthew 18:10, Matthew 18:10. Mathayo 18:10 ikasema, angalieni msidharau mmojawapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Asante. Amen, amen, amen. Asante. Yes, angalieni msidharau mmojawapo wa wadogo hawa. Angalia sana wewe kama mzazi, usiweze kumdharau yule mtoto ambaye Mungu amemweka mikononi mwako. Kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote utazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Wakati ambapo unawadharau, mbingu inahuzunika sana. Wakati ambapo unakosa kupatia wale watoto ama yule mtoto malezi mema, mbingu inahuzunika sana. Mbingu inahuzunika sana na kusikitika sana. Angalieni msidharau mojawapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Mungu anahuzunika sana wakati ambapo amekubariki lakini au yuko katika nafasi ya kuwalea na kuwatunza wale watoto kwa njia inayetukuza na kuhimidi mbingu. Je, ni wewe utakayemhuzunisha Mungu kwa sababu ya kudharau ule urithi wa Bwana ambaye ameweza kuwaeka mikononi mwako, ambaye ameweza kuleta kama baraka katika maisha yako? Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Waefeso ngapi? Moja? Sita mstari wa kwanza na kuendelea hadi 3. Mstari wa kwanza pale 6 Waefeso inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Ili ikasema, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Asante. Amen. Yes, hii ni mafundisho ya kipekee ambaye labda ingekuwa inawaendea watoto direct, lakini kwa sababu watoto hawa hawako pamoja nasi,
ni nafasi ya kipekee wewe uweze kusikia kama mzazi, wakati ambapo utaweza kupata nafasi ya kuzungumza na watoto wako, kuweza kuwafundisha. Itakuwa ni nafasi ya kipekee ya kuweza kuwafundisha ya kwamba watoto imewapasa waweze kuwatii wazazi wao katika Bwana. Watoto waweze kuwaheshimu wazazi wao ambao ni baba pamoja na mama, kwa sababu amri hiyo ndiyo amri ya kwanza, amri yenye ahadi. Wakati ambapo mtoto wako atakuwa anakuwa, ni jukumu lako wewe uweze kumfundisha. Utakapomfundisha haitaweza kufika mahali ambapo unapata jinsi ambavyo tunaona maisha ya sasa, jinsi ambavyo watoto wanawarudishia wazazi wao maneno, wanainua mikono yao wakiwapiga wazazi wao. Mzazi anaposema usifanye kitu fulani ama nifanye jambo fulani, ninaondoka, nitakaporudi nipate umeosha vyombo, umefagia. Unapata mahali ambapo uliachia, ndipo hapo ndipo iko. Itakuwa nafasi yako kama mzazi uweze kumfundisha mtoto, naye ataweza kushika, naye ataweza kukua na ahadi, ama ataweza kupata mibaraka ya kipekee, kwa sababu amri hiyo ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Amri ya kwanza yenye ahadi. Utaweza kuwafundisha mtoto wako, atakuwa anajua inafaa niweze kumheshimu dadi, niweze kumheshimu mami, kwa hali zote, kwa njia zote. Hakuna wakati ambapo wewe kama mzazi mtoto ataweza kukurudishia maneno. Hakuna wakati ambapo wewe kama mzazi mtoto atakuwa anapigana na wewe. Ni watoto kiasi gani ambao tunawasikia, mwingine anadunga baba yake kisu, mwingine anaenda anagonga mama yake teke, anakufa. Wanapigana wakitaka shamba, wanataka pikipiki, wanapigana wanataka shughuli za hapa na pale. Unapata sasa kijana anakunja mkono wake, anakunjia baba yake. Unapata msichana anamwambia, wewe mama, hakuna kitu ambacho utaniambia, na ni mama mzazi. Ni nafasi yako wewe kama mzazi uweze kuwaheshimu, not kuwaheshimu, kuwafundisha waweze kukutii wewe kama mzazi. Ikaendelea kutuambia mstari wa 3, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Ambia mtoto vizuri, ambia mtoto vizuri. Ambieni watoto wenu kila mmoja, wakati ambapo utakuwa na nafasi ya kupata watoto, ama wote ambao wanao watoto kwa sasa. Fundisha mtoto wako ajue ya kwamba kuweza kukutii wewe kama baba na mama, kuweza kuwatii nyinyi kama wazazi, wataweza kupata heri, wataweza kukaa siku nyingi katika dunia. Huwa watoto wa siku hizi unapowaambia nyinyi hamunisikii, nyinyi hamunitii, wanakuambia wewe unatutisha, usitutishe. Uwaambie vizuri waweze kusikia. Watakapowatii kama wazazi, wana heri ya kuweza kuishi siku nyingi. Na wasipowatii, umwambie peupe akae akijua. Unakataa kuniheshimu, unakataa kusikia mafundisho ambayo ninakufundisha. Umwambie Biblia ndio imeweka wazi, mfungulie vizuri, umpatie aweze kusoma fungu vizuri ama Biblia vizuri, umsomee. Asiweze kuona kana kwamba ni maneno yako, ni wewe mzazi unazungumza, unataka akae vile unataka. Umfunulie maandiko matakatifu, umwambie ni Mungu ndiye anasema, ni Mungu ndiye anasema. Yes, tunapoelekea kukamilisha soma Proverbs chapter 22 verse 6, Proverbs 22:6. Zaburi 22 mstari ni wa 6. Not Psalms, it is Proverbs. Haya, Methali. Haya, soma sasa. Haya, sawa sawa. Methali. Yes. Methali ngapi? 6? 22 mstari wake ni wa 6. Haya, 22 mstari wake ni wa 6 pale kitabuni cha Methali. Inasema, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha atakapokuwa mzee. Nitarudia. Methali 22:6 inasema, mlee mtoto katika njia
njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Asante. Amen, asante msomaji. Yes, ni Biblia imeweza kuweka wazi wazi kabisa. Umlee mtoto katika njia impasayo. Kama ni kumrekebisha, kumwelekeza, kumpatia zile mahitaji ambazo anahitaji. Wewe kama mzazi, play your role. Do your best. Take care kwa watoto wako, kwa children wako wote, take care. Mtoto katika njia impasa, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Umwambie mtoto hiki na hiki si nzuri, haipendezi. Hivi na hivi ndivyo imekupasa uweze kukaa. Ukikaa hivi ninafurahia. Ukikaa hivi sifurahii. Ukifanya hili ninapendezwa nayo. Ukifanya hili sipendezwi. Umlee, umwambie mtoto akae akijua. Hili hata wakati ambapo hatakuwa mikononi mwako. Atakuwa akiwa mahali penye yako anakaa akijua, yani hata aumuoni but atakuwa anasema, hii huwa mami hapendi kabisa. Yani mtoto anashumu kana kwamba unamuona penye yako even though haumuoni. Kwa sababu gani? Uliweza kumfundisha na kumwelimisha na kumwelekeza. Umlee mtoto katika njia impasayo. Unapata wazazi wa sasa wanaogopa kufundisha watoto wao. Wanaogopa kuambia watoto ukweli. Wanaogopa kuadhibu watoto. Hati huyu nitamwadhibu aende asimdaka sasa kwa simda kwa wendi. Huyu nikimrekebisha hata airudi nyumbani siku ingine. Umwambie, umlee mtoto katika njia impasayo. Kama ni nafasi ya kwenda shule, kuwa na rules katika familia. Ya kwamba shule mnatoka saa ngapi, by saa ngapi inafaa ukue nyumbani. Kuzingatia wakati kwa watoto ni kitu nzuri, hata atakapokuwa mahali ambapo atakuwa wakati ambapo atakuwa mkubwa. Yeye mwenyewe atakuwa self-driven, atakuwa anajua by this time I'm supposed to be in my house or I'm supposed to be in the hostel, I'm supposed to be somewhere. Inafaa nikuwe nyumbani. Si yenye mtoto atakuwa anakaa tu, anakuja nyumbani saa 2, it is well, it is okay. Wacha akuje hiyo saa 2 kukiwa na valid reason. Labda alichelewa mahali, na hiyo kuchelewa aweze kukua ako katika nafasi ya kujua huwa nyumbani kwetu hakuna kuenda kama umechelewa, hakuna kuenda hivi. Aweze kueleza ndiposa nikaweza kuchelewa ni kwa sababu ya hiki na hiki na hiki. Mtoto aweze kuvalia mavazi mazuri yanayopendeza. Wewe mwenyewe anzia msingi wa mtoto ili aweze kuvalia mavazi mazuri hata atakapokuwa mkubwa. Huwa tunasema my dress my choice. Yes, you can say my dress my choice, but that your dress your choice depends with the foundation. Sisi wote Mungu ameweza kutupatia nafasi ya kumake my dress my choice. Lakini foundation ndio inadetermine hata maisha ya saa hii, ni mavazi gani ambayo hata wewe mwenyewe ukivalia ni nzuri. Hata utakapokuwa ukichagua kwa wakati kama huu, kila mmoja ana nafasi ya kujichagulia my dress my choice. Yes, una uwezo ama una nafasi ya kuchagua, but ina depend na foundation. Je, foundation ilikuwa namna gani? Kabla mtoto hajaweza kufika katika nafasi ya kujichagulia, wewe kama mzazi ulianzisha foundation ya yule mtoto kwa njia gani? Ili asiweze akamezwa na kudanganywa na dunia. Asiweze akapotezwa na dunia kwa sababu ni my dress my choice. And then wazazi tunakuwa tu simple kwa watoto. Unasema wacha avae tu yenye anataka, hiyo ndio inampendeza. Hadi wakati unapata watoto hawataki vitu kama dresses, hawataki nguo. Wanataka zile nguo ambazo zinabana mili zao sana. Unasema tu wacha tu avae tu, hiyo ndio amependa. Wewe kama mzazi
ati anakuchagulia nguo yenye atavaa, unamletea Tegemea salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu. Madam Rael, tunaomba uweze kuchukua mic alafu tuombe. Madam Rael, kama unatupata, naona network imekuangusha. Kama itakuruhusu uchukue mic tuweze kuomba kwa pamoja, na kama imekataa na unatusikia unaweza left kidogo na kurudi. Kama unatusikia na imekwama unaweza left kidogo then urudi. Just left and come back. Kama unatupata Madam Rael, tafadhali. Nasikika? Hebu mconfirm kwanza kama niko. Am I in? Okay, thank you. I can see you are confirming. So, sijui kama Pastor anatupata. Pastor Rael, kama unatupata tafadhali. Maybe your network imekuwa weak. You can left and then you come back after some seconds. Una left tuna unarudi tena. Na Hashon, you can make follow up as we pray also. Akirudi tena tutaomba. Tunaomba kisha akirudi tutaomba. So Nashon, tafadhali. Natumai bado uko na fuel. Ebu fuata tuone. Tuombe. Mungu wetu muumba wa mbingu na nchi, tazama mkutano wako unapoendelea. Shetani afurahi na anajaribu kufuruga. Tunaomba iliweze kuimarisha network ya mtumishi wetu na wana wako pia waweze kupata mafundisho haya jinsi umeweza kupanga. Tunapoendelea na mafundisho haya uweze kuwa nasi hadi mwisho, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amina. Takaporejea mtaweza kuniambia ili tuweze kuomba tena aweze kuendelea. Train up a child in a way he should go, and he will not depart from it. And if he does depart from it, he will find it again when he is grown. He will find it again when she is grown. Train up a child in a way he should go, and he will not depart from it. And if he does depart from it, he will find it again when he is grown. She will find it again when he is grown. Train up a child in a way he should go, and he will not depart from it. And if he does depart from it, he will find it again when he is grown. He will find it again when he is grown. That man named Job, such a man of faith, was tempted, was tested for such a long, long time. He never complained, never asked the reason why, but faithfully he stood. That man named Job, such a man of faith, was tempted, was tried for such a long, long time. He never complained, never asked the reason why, but faithful he stood. Faithfully he stood, faithfully he stood. He never complained, never asked the reason why, but faithful he stood. Faithfully he stood, faithfully he stood. He never complained, never asked the reason why, but faithful he stood. Sijui kama pasta amerejea.
Pastor amerejea kweli? Watoto wote wadogo wampendao Yesu, ndiyo vito ving'aavyo mali yake kuu. Kama nyota tajini vitang'aa sana, vito vizuri kweli vyenye dhamani. Tunaomba. Mtakatifu Mungu wetu, mtumishi wako anapoendelea, tuomba jina lako liweze kutukuzwa, Roho wako Mtakatifu ikaweze kushikilia network yake hadi atakapomaliza, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Karibu sana mtumishi, Mungu aweze kukuongoza. Amen, amen. Mnanisikia sasa hapo? Yeah, tunakupata vizuri. Endelea. Sijui mbona kweli anyway, tuendelee tu kuomba kwa sababu niko tu mahali pazuri ambapo network iko sawa, lakini sijui mbona inakataa. Hayo ni jaribu ya shetani, lakini Yesu ni mshindi, ataweza kuyashinda yote. Sijui nilifika wapi ndio nikapotea. Kama kuna yote anaweza kunikumbusha, inaweza pendeza sana ninapofanya summary, kwa sababu nimeweza kukamilisha mafundisho. Nilikuwa nimefika wapi ndio nikapotea kwa kikundi? Mwalimu, ulikuwa umesoma kitabu cha Proverbs 22 ambavyo tunafaa kuwalea watoto. Nilipotelea hapo. Okay, asanteni sana. Yes, Proverbs 22:6 ikasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Umlee mtoto kwa njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ni nafasi na jukumu lako wewe kama mzazi uweze kumlea na kumweza kumtunza mtoto katika njia impasayo. Hawezi akasahau hata atakapokuwa mzee. Atakapokuwa mahali popote alipo, atakuwa anajua imenipasa niweze kukaa katika njia hii, imenipasa niweze kukaa kwa tabia hii. Yani mahali popote ambapo atakuwa, kwa sababu foundation yake ilikuwa nzuri, ataweza kuikeep anywhere or everywhere penye yeye mwenyewe ataweza kukua. Si ile ambayo tunasema wacha ataweza kujichagulia, wacha ataweza kufanya nini mwenyewe. Foundation ndio ita determine the future of that child. The foundation ina determine, hata kama atakuwa anajichagulia yes vitu kama careers, nini, familia na shughuli zingine zote, atakuwa anachagua akiwa na msingi nzuri. Atakuwa anakuja nyumbani akijua msingi wa nyumbani ama tabia nyumbani yetu ni hivi. Hata atakapokuwa kule shuleni, atakapokuwa kule kazini, atakapokuwa sehemu yoyote ile atakaye kuwa, bila shaka hawezi akaofu ama hana uoga wowote. Kwa sababu gani? Kwa sababu foundation ilikuwa nzuri, na ulezi wake aliweza kupata malezi mazuri, ambaye mahali popote alipo anajua imenipasa niweze kukaa katika tabia hii, imenipasa niweze kukaa hivi. Imetupasa tuweze kuandaa watoto wetu ili kusije kukafika nafasi ambapo tunaona maisha ya sasa. Unapokutana na mtoto wako akiwa kule chuoni ni mtoto tofauti, akiwa nyumbani ni mtoto tofauti. Unapokutana na yeye university ama kule college, yani hata wewe kama mzazi una haya sana kusema huyu ni mtoto wangu. Hata mtu yote wa nyumbani anapokutana naye anaogopa. Hata hawezi akaja akakwambia siku ya leo nimekutana na binti yako, siku ya leo nimekutana na kijana wako.
kwa sababu yule ambaye yuko chuoni ni mtu tofauti na nyumbani ni mtu tofauti. Mbona mtoto wako aweze kukua watu wawili the same time, aweze kukua two in one? He or she is two in one. Kwa sababu gani? Anapofika nyumbani anakaa tu, anapofika kule university anaishi maisha ya huko, anapofika nyumbani anaishi maisha mengine. Train mtoto ama uweze kumlea huyo mtoto akiwa nyumbani, ili mtoto ambaye watu wanakutana naye kule shuleni aweze kukua ni yule mtoto wako ambaye foundation yake inaanzia nyumbani. Ni yule mtoto wako ambaye wewe mwenyewe ukikutana naye. Ni wazazi wangapi wameweza kuenda shuleni surprise, wana surprise watoto wao, unapata mwingine anaenda ana faint na anaanguka na anakufa kwa sababu anashangaa. Kabla hujaweza kuanguka na kufaint, jiulize msingi wako uliyemlea huyo mtoto, ulimlea kwa njia gani? Kwa sababu hakuna vile utaanguka na kufaint kama wewe mwenyewe ulishatengeneza part yako, ulishaosha mikono yako, ulishafanya kazi yako. Utaweza kukutana na mtoto ambaye atakuwa anakupa tabasamu katika uso wako. Utaweza kukutana na mtoto ambaye unafurahia ukifili tukisema indeed she is my child, is my child. Unakuwa very proud kwa sababu kweli uzao wa tumbo lako limeweza kubarikiwa. Una mishale ya kipekee ambaye wakati wa vita utakuwa umejifunga vizuri. Wakati wa vita wewe kama mzazi utakuwa umejifunga kwa jinsi gani ama kwa namna gani? Utakapoenda vitani utaweza kukuwa mshindi. Ili uweze kukuwa mshindi, jinsi ambavyo huwa safari ya kesho tunaandaa leo, nawe andaa maisha yako ya kesho siku ya leo. Andaa maisha yako ya kesho sasa hivi. Yatengeneze mishale yako vizuri ili utakapofika vitani uweze kukuwa mshindi, uweze kushinda katika vita. Otherwise Mungu aweze kuwabariki, azidi kuwalinda na kuwatunza, ukamlee mtoto katika njia impasayo, naye hatasahau hata atakapozeeka. Ni wazazi wangapi tunasikia ni watu wangapi wakubwa ama wazazi ambao kwa wakati kama ni wazazi, unasikia mtu akisema mama yangu alinilea hivi na hivi, baba yangu alinilea. Wazazi wetu walitulea. Wanapoona jinsi ambavyo watu wanaishi katika maisha ya sasa wanasikitika sana. Unasikia tu mzazi anasema laiti ungekuwa kwa mikono ya mama yangu. Laiti watoto hawa wangekuwa katika mikono ya wazazi wangu. Laiti watoto hawa wangekuwa katika mikono ya wazazi wetu. Nasikia wanasema walitulea, walitufanyia nini, walituadhibu, zote. Na wanafurahia kukuwa mahali ambapo wako kwa sababu gani? Foundation yao ilikuwa nzuri. Kama unaweza kukama cross hadi unapata yule mzazi ambaye anasema natamani sana ikuwe watoto ama watoto wa sasa wangeweza kulelewa na wazazi wangu. Uweze kujua foundation ya hao watu ambao ni wazima kwa sasa ilikuwa nzuri. Nawe pia ukitaka mtoto wako siku moja aweze kuwaona watoto wengine akisema laiti ni kuanza sasa hivi, ukamlee, ili hata wakati ambapo wewe mwenyewe hautakuwa, historia yako itakuwa inasemwa na watoto wako. Wengi watataka kukuona wewe kama mzazi ambaye labda hautakuwepo tena, but watataka kukuona, je, ulilea kwa njia gani? Mungu aweze kuwabariki, azidi kuwaongoza. Tuwalee watoto ambao Mungu amewaweka ama watoto ambao Mungu atawaweka mikononi mwako, ukawalee, ukawatunze kwa utukufu wa mbingu siku zote. Ukawalee kwa sababu unaheri sana wewe, unaheri sana ambaye unajiwekea mishale yako vizuri. Utaweza kukuwa shujaa wakati wa vita. Utaweza kushinda wakati wa vita. Mungu azidi kuwa anatuongoza, azidi kukuwa anatuelekeza, ili wakati ambapo tutafika katika nafasi ya kuwalea watoto wetu, tusiwalee tu kwa sababu kuna kulea. Tuwalee kwa utukufu wa mbingu. Tuwalee katika
maisha watakuja kufurahia baadaye na kusema hakika wazazi wangu waliweza kunitunza, wazazi wangu waliweza kunilea. Mungu aweze kutubariki, azidi kutuongoza, tuamini na tuombe. Imekupendeza mfalme wetu mkuu tuweze kupata mafundisho jioni ya leo, hasa ya watoto. Wale wote ambao ni wazazi katika kikundi na wote wanaojiandaa kukuwa wazazi, uzidi kuwa unawaongoza ili mafundisho haya yasiwe hasara bali yawe ya faida, mfalme wetu mkuu. Watoto utakaye wabariki ambao umesema ana heri Muumba wa vyote, na wale wote ambao wameweza kutuambia kwa maandiko matakatifu ya kuwa ameweza kubarikiwa. Watoto ni urithi wako wewe kama Mwenyezi Mungu, na wazazi wao pia uweze kuwa unawaongoza. Wabariki ili waweze kuwalea na kuwatunza watoto wao kwa njia itakayetukuza na kuhimidi mbingu siku zote, itakayewafurahisha na kusema hakika niliweza kufanya kazi. Kawaongoze ukawabariki watoto pia, mfalme wetu mkuu. Watoto ni baraka, kwanza kabisa utupe tuweze kuwapenda, tuweze kuwalea na kuwatunza katika njia inayotukuza na kukuhimidi siku zote. Tawala, tamalaki, jidhihirishe katika hali na njia zote. Mwanga wako upate kung'aa kwetu siku zote, mfalme wetu mkuu. Ukawabariki wote, ukatende kila mmoja yaliyo mapenzi yako, ukatende kila mmoja mema siku zote, mfalme wetu mkuu. Tawala, tamalaki, jidhihirishe katika hali na njia zote. Wapendwa wote ambao wametenga muda wao kupata mafundisho haya, ninaomba yawe ya faida katika maisha yao na katika maisha hata watakapokuwa na familia zao na watoto utakaye waweka mikononi mwao. Kila mtoto ama watoto unayeweka mikononi mwa kila mzazi, kila wazazi, Muumba wa vyote, unawaweka kwa sababu unajua ya kwamba wana uwezo ya kuweza kuwalea na kuwatunza. Ongoza wazazi waondoe matamshi na maneno ya kusikitisha kwa watoto wao. Wacha waweze kutamka maneno ya mibaraka siku zote. Asante mfalme, kwa sababu wewe ni mwema, umetuongoza. Ibilisi aliweza kushughulika hapa na pale akijaribu kung'ang'ana, lakini Baba umekuwa mtetezi, umeweza kusimama imara. Umetenda mema hadi tumekamilisha mafundisho. Shukrani zetu uzipokee. Hata mengine ambayo yako mbele yetu, zidi kutenda kwa utukufu wa jina lako. Tutakapomaliza wiki hii ya mafundisho ya familia, tuseme hakika tumeweza kukuona. Tusiweze kuondoka jinsi tulivyokuwa tukiingia, bali mfalme wetu tuondoke tukiwa tumekanyaga hatua nyingine, Baba wa mbinguni. Asante kwa sababu ilikupendeza wiki hii iweze kukuwa wiki ya kipekee ya kupata mafundisho ya familia. Tamalaki sasa na hata milele. Saidi utuandae kwa ajili ya marejeo yako, ni ombi letu kupitia njia takatifu Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amen, thank you. Sijui programa ameingia wapi. Okay, asante sana mwalimu kwa mafundisho ya watoto, na asante sana kwa watoto wazima na watoto wadogo ambao waliweza kujiunga nasi katika mafundisho ya siku ya leo. Natumai tulikuwa tumekubaliana ya kwamba ikifika wakati ni ya watoto, wote tunakuwa watoto. Ikikuwa ni siku ya kina mama, wote tunakuwa kina mama. Na ikifika ni siku ya wazazi pamoja na wazee ama vijana, wote tunaingia katika kategori moja, in that mtumishi anapoendelea, she or he will be addressing the right people. So don't say wewe si mtoto, wewe umekuwa mtoto siku ya leo, na hivyo umeweza kupata mafundisho jinsi tunapaswa kuweza kutii wazazi na jinsi tunapaswa kujifunza tangu utotoni mwetu. Kuna waimbaji waliimba zamani, nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, nilifikiria kama mtoto, nilikula kama mtoto, nililialia kama mtoto, lakini sasa nimekuwa mtu mzima na sitaweza kurudi nyuma tena. Hivyo basi tunaombwa tuweze kushikilia na tuweze kujifunza tunapokuwa watoto wadogo hadi tutakapokuwa watu wazima, tusiweze kurudi nyuma tena. Kwa hivyo asanteni sana, asante sana mwalimu. Mungu aweze kukubariki tunapoendelea kujifunza maandiko haya matakatifu
ambayo mbingu imeweza kutuandalia katika juma hili nzima. We are past of our teachings and we thank God because our mwalimu has prepared very wonderful topics for all of us. Ina fit kila mmoja na inagonga kuanzia nje hadi ndani na inapita mpaka sehemu nyingine. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunasema asante kwa mafundisho haya. Nitaweza kupeana nafasi kwa watu wawili peke yao because time is far much gone because of the network ambayo ilikuwa inatusumbua. Nitaomba tu mtu mmoja peke yake ambaye atatoka katika upande wa kina mama ama the women ministry, and then we will go to the AMO department tupate mtu mmoja pia aweze kuwakilisha, na kama bado mtoto wetu ako ataweza kumalizia pale, na kama amelala na mama yake yuko ataweza kuwakilisha. Kwa hivyo Masi utawakilisha upande wa women ministry and we have one AMO as we wind up this part. Karibu sana Masi.